Asanteni sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ndugu naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, viongozi ambao sote tuko hapa leo kwa mara nyingine tena, asalamu alaykum. Mbona tumechoka, tunataka kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Asalamu alaykum. Habari ya asubuhi. Bado asubuhi, we are still in morning. Mheshimiwa Rais, ambavyo umeweza katika kipindi chote cha miaka mitano kusimamia mageuzi hayo. Mara nyingine tulipokuwa unatupa maelekezo, ilibidi kwanza twende tukatafakari how best tunaweza implement yale. Lakini tuliona kwamba ni lazima katika nyanja ya uongozi, ni lazima uwe mbunifu, lakini vile vile uwe unafikiri mbele ya muda. Tunakupa hongera sana Mheshimiwa Rais. Sisi kama Zanzibar, kwa kuwa ni nchi ambazo tumezoea utaratibu wa kifedha ule tu wa kiutamaduni, kulikuwa hatuna namna zaidi ya kufikiria kuona kwamba kuna utaratibu wa upatikanaji wa fedha ili tuweze kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa, mnamo Septemba mwaka 2021, shirika la kimataifa la fedha, shirika la fedha la kimataifa International Monetary Fund, IMF, ilithibitisha dola milioni 567.25 kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dola hizo milioni 567, lengo lake lilikuwa ni kusaidia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuaddress issues zinazotokana na athari za uviko 19. Baada ya kuona kwamba nchi nyingi zimekuwa na uchumi wake umerudi nyuma kwa kiasi kikubwa, shirika la fedha la kimataifa, kutokana na uongozi imara wa viongozi wetu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, fedha hizi zilithibitishwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mheshimiwa Rais, fedha za shirika la fedha la kimataifa, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na taasisi nyingine za kifedha hazipatikani kwa connection ya watu. Zinapatikana kwa utaratibu maalum, moja wapo ikiwa ni uimara na udhibiti wa uongozi katika nchi ambazo zile fedha zinapelekwa. Mheshimiwa Rais, nimepata kusikia hivi clip karibuni, tunazungumza kwamba kulikuwa kuna connection ya mtu fulani ndio fedha hizi zikaingia katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi mwenyewe binafsi nilishangaa sana, kwa sababu tumekuwa tukikaa vikao vya Umoja wa Mataifa, tunakaa vikao vya Benki ya Maendeleo ya Afrika, tunakaa vikao vya IMF pamoja na Benki ya Dunia. Sijawahi kuona kuna watu wanazungumzia connection ya mtu fulani. Assessment zinazofanyika katika mikutano hiyo ya kimataifa ni assessment za nchi na sio za mtu. Tunaangalia assessment za kiuchumi, tunaangalia assessment za kiutawala, tunaangalia uwazi, tunaangalia mifumo ya usimamizi wa fedha, ndio hizo fedha zinatolewa. Lakini twende mbele zaidi, nikasikia na takwimu ambazo zinatolewa pale. Ndugu zangu, fedha ambazo zimeingia katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni dola za Kimarekani milioni 567.25,
na sio bilioni zinavyoelezewa kwenye majukwaa ya kisiasa. Mheshimiwa Rais, kutokana na uimara wa uongozi wako, kutokana na udhibiti na commitment yako kuhakikisha kwamba tunafufua uchumi wetu ambao na wenyewe ulidorora kidogo katika kipindi cha COVID, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliikabidhi Zanzibar dola milioni 100. Hii ni sawa na 20% ya dola milioni 567 ambazo ziliingia hapa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako, kwa usimamizi wako, ukasema kwamba hizi fedha ziende zikatengeneze miundombinu ambayo hata COVID au maradhi mengine yakija basi tusiathirike. Basi tulikwenda kuzitumia fedha hizo. Na Mheshimiwa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwemo Zanzibar tayari ripoti hizi za matumizi ya fedha hizi zimeshawasilishwa. Sasa wao wenyewe IMF wameapprove usimamizi na matumizi mazuri ya fedha hizi za COVID. Tunaposikia majukwaa ya kisiasa yakizungumza kulikuwa kuna ubadhirifu, sijui hizi stories zinapatikana wapi, lakini nadhani kwa sababu siku hizi tuna mtandao mpana wa habari, lakini tunasahau kwamba hawa wananchi wa Zanzibar ni waelewa, wanafahamu na wanajua taratibu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru na tunakupongeza. Fedha hizi zimeendelea kuleta matokeo chanya kwa sababu ya usimamizi wako mahiri, kwa sababu ya umadhubuti ambao umeuonesha katika kuhakikisha kwamba kumbe dola milioni 100 tunaweza kuzitumia na zikaleta maendeleo ambayo tunayaona. Hongera sana Mheshimiwa Rais, kwa kweli Zanzibar umetupa power. Mheshimiwa Rais, jambo nyingine tumeona namna gani benki yetu ya PBZ ambapo imeleta mageuzi makubwa sana. Mheshimiwa Rais, benki yetu ya PBZ imeanzishwa na Mzee Karume, na ni jambo ambalo tutaendelea kumshukuru mzee wetu Mzee Karume. Lakini benki yetu ya PBZ haiwezi ikabaki na madhumuni yale yale ambayo mheshimiwa marehemu Mzee Karume aliyaanzisha. Leo hii tunaona namna gani ambapo mageuzi makubwa ya sekta ya fedha, ushindani mkubwa ambao unaonekana wa kibenki unavyoendelea katika maeneo yetu. Tunaona katika mji tu mdogo wa Zanzibar mjini namna gani kila siku, kila mara tunavyokuwa na wenzetu wanavyokuja kuanzisha banks zao hapa kwa sababu wameona kuna fursa ya kugrow kutokana na activities za uchumi. Benki yetu haiwezi kusimama kama vile ambavyo ilikuwa imeanzishwa miaka 50 iliyopita. PBZ oye! Imekuwa ikihakikisha inaingia katika ushindani wa kifedha, lakini na usimamizi madhubuti wa kifedha. Leo tunaona namna gani benki yetu ya PBZ inavyokuwa na yeye ni benki shindani, ambapo inaleta tishio kwa benki zingine zinapokuwa hapa Zanzibar. PBZ hongereni sana. Tutaendelea kuimarisha benki yetu. Benki yetu iendelee kusupport corporate finance. Inawezekana kwenye majukwaa ya siasa hilo halijulikani. Corporate finance, mshiriki katika kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inafanyika pamoja na mahitaji mengine ya kifedha kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo kama walidhani tutabaki na PBZ ile ambayo ameianzisha Mzee Karume, tutakuwa nayo, tutaendelea. Inabaki kuwa PBZ ni benki ya watu, ni chaguo la watu, lakini lazima liendane na mabadiliko ya kifedha ambayo sasa hivi tunayaona. Hongereni sana PBZ. Mheshimiwa Rais, katika utaratibu wa kawaida leo tunatimiza miaka 5. Tusingekuwa tumejenga kilomita zote za barabara, tusingekuwa tunatengeneza mageuzi katika sekta ya umma,
tusingekuwa tunatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya sekta binafsi kuweza kuoperate, kama ingekuwa tuna mfumo ule ule wa manunuzi ambao ulikuwa ukifanya kazi miaka 3-4 iliyopita. Utaratibu ambao tulokuwa tunao huko nyuma, Mheshimiwa Rais, hadi tunataka kujenga barabara inaweza ikatuchukua miaka 2 kupata approval ya ujenzi wa barabara. Mheshimiwa Rais, uliona kuna haja ya kubadilisha mfumo huu kutoka kwenye manual, lakini twende katika digital procurement. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais na tunakupongeza kwa kuanzisha mfumo wa manunuzi wa IPROS wa kidijitali.